akireact na akireact, unaona kwamba yanatokea mabishano na mapigano na kutokuelewana, kwa sababu anaona kama vile unamdharau, haumtendee haki, na kana anaona kama kwamba hautambui kitu alichonacho. Lakini akirespondi atakuwa ameongozwa na hekima. Maana hekima husikiliza. Hekima inafanya analysis. Na mwisho hekima inatoa ufumbuzi ambao hauwezi kusababisha mgogoro. Ndiyo maana Martin Luther King Jr. alisema ya kwamba unajua mgogoro sio ukosefu amani sio ukosefu wa migogoro, lakini ni uwezo wa kutatua hiyo migogoro bila kusababisha vurugu. Ndiyo maana ya amani kwa njia ya Martin Luther King Jr. Kwa hiyo hata sisi tunaweza tukakutana hapa, tukao kila mmoja na mgogoro wake, lakini bado tukausovu kwa njia ya amani na bado tukaishi kwa amani katika tofauti zetu. Hiyo ndio maana yake tunaposema tunu ya taifa, yani human dignity, ndio maana yake. Mgogoro utakuja usipothamini kile ambacho mtu anakisimamia, au heshima ya yule mtu au haki ya yule mtu ya kuzaliwa. Kwa mfano vyama vya siasa, makanisa au vikundi mbalimbali vikielewa haki hiyo, hakutakuwa na kuchokozana na watu wataheshimiana na migogoro haitakuwepo. Tunu ya pili. Tunu ya pili, tunaposema tunu ya pili ya taifa, tunazungumzia uwazi na uwajibikaji. Lakini mimi baada ya utafiti wangu nimeviweka tu katika kundi moja la good governance. Good governance maana yake ni utawala bora. Unajua hii ni haki ya msingi ya kila raia ambaye anajisikia na uhalali wa kuwepo katika nchi. Hapa kuna mambo mawili ambayo nataka nieleze. Wote tunapozungumzia good governance au uwazi na uwajibikaji, hapa kuna makundi ya anayeongoza na kuna makundi ya anayeongozwa. Anayeongoza ana wajibu wake bila kujali anaongoza kitu gani. Anaweza kuwa anaongoza jambo kutoka katika chama cha siasa, anaongoza jambo kutoka katika mlengo wa kidini, anaongoza kutoka katika mlengo wa kijamii, lakini kiongozi ni kiongozi. Lakini siku zote anayeongoza hawezi kuitwa kiongozi mpaka awe na wanaoongozwa. Sasa tunaposema good governance, maana yake ni nini? Tunatazamia ya kwamba yule anayeongoza atakuwa na uwazi na uwajibikaji ili aweze kumaintain ile dignity yake kama kiongozi. Winston Churchill aliyekuwa waziri wa mkuu wa Uingereza miaka iliyopita katika vita ya pili ya dunia alisema kwamba greatness comes with responsibility. Hawezi kupata ukubwa bila kuwajibika. Mimi hapa ninaitwa Askofu Sekelwa, lakini kimsingi ya kwamba ninapewa heshima ya kuwa Askofu Sekelwa kwa sababu ninawajibika kikamilifu katika dini ambayo imenipa nafasi hii. Sheikh Kabeke hapa hakungekuwa haja ya kumuita shehe wa mkoa kama kila siku akiamka anakaa kuangalia TV nyumbani kwake, anaagiza chai anakunywa, alafu anajinyosha kwenye mkeka, bado anashikilia ile title ya shehe mkuu. Hakuna hata nyinyi ndugu zangu Waislamu mlioko hapa mungeanza kujadiliana namna ya mpango wa kumtoa huyu kwa sijui kwa njia gani, nyinyi mnajua. Labda mngeandikia maulama, baraza la maulama limshughulikie mzee Kabeke hapa. Lakini shida ingelikuwa ni kwamba kwa sababu ameshindwa kuonyesha good governance ambayo ina uwazi. Tunaposema uwazi ni nini? Ni transparency. Mgogoro wote uwe wa kidini, uwe wa siasa, uwe serikalini, jambo lolote linapofanywa bila kuwa wazi, yani ile dhana ya ushirikishwaji lazima litaleta mgogoro. Na migogoro mingi na manunguniko mengi yanakuja kwa sababu ya mtu kutokuelewa kwa nini ametendewa hivi na kwa nini hakutendewa hivi yule mtu mwingine. Lakini good governance inampa nafasi kiongozi ya kuwa wazi katika mambo yake anayoyafanya kwa faida ya yeye mwenyewe kama kiongozi, lakini kwa faida ya wale anaoongoza. Amani huwa inatoweka ikitokea kiongozi. Maana unajua, labda nitaje jambo kidogo ya kwamba unajua kuna tofauti ya mtawala na kiongozi na manager. Manager ni kiongozi kwa sura fulani. Mtawala kiongozi naye ni kiongozi kwa namna fulani, lakini mtawala pia, mtawala neno lake ni la mwisho. Hahitaji washauri, hahitaji mashauriano. Kwa lugha nyingine wazungu wanasema ni dictator au utawala ule unaitwa wa autokrasia. Lakini kiongozi ni mtu anayeongoza, lakini nyuma yake akijua ya kwamba
mimi kama binadamu nina mapungufu. Katika mapungufu yangu wanaonizunguka watayajaziliza ili kusudi hii jamii yetu au taasisi yetu iende vizuri. Huyo ndio anaitwa kiongozi, na siku zote anaongoza kwa mifano. Hawa maaskofu na mashehe hawa wanajua wanachokizungumza. Lakini mwisho tuna manager. Manager yeye ni mtu ambaye ana manage vitu ambavyo tayari vipo. Ingoje siku hizi tunaruga watu wanafikiri na wenyewe ni viongozi, kumbe ni manager. Sasa anachosema ni nini? Kiongozi ambaye anaongoza watu akikosa uwazi, taasisi inaharibika. Kiongozi anayeongoza watu akikosa uwajibikaji, taasisi inaharibika. Katika muktadha wa Kristo tuna maandiko mengi yanayozungumzia jambo hili. Katika ile kitabu cha Mhubiri, sisi tuna kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10, inasema ya kwamba katika kila jambo ambalo mkono wako unashika kufanya, fanya kwa bidii. Hiyo ndio responsibility yenyewe. Kwa sababu unapofanya kwa bidii unaambukiza wale wanaokuzunguka pia kufanya kazi hiyo kwa bidii. Na hata Mfalme Solomoni, ambao naamini hata ndugu zangu Waislamu mnamfahamu, alisema, alitunga shairi katika kitabu chake cha Mithali sura 22 mstari 29, akasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Atakaa na watu wakubwa wala hatakaa na watu wa kawaida. Mtu mwenye bidii ambaye yuko accountable, yuko responsible, na mtu ambaye anafanya vitu ambavyo vitasababisha watu wengine wamfuate. Sasa tunapozungumzia good governance, ni tunu muhimu sana ya taifa, kwa sababu good governance ikitendwa vizuri, yani utawala bora ukitendwa vizuri, namba 1 utaepusha migogoro, namba 2 utaepusha manunguniko, namba 3 utaepusha watu kupigana bila sababu. Kwa sababu kila mtu atakapokuwa na swali atajibiwa, kwa sababu taarifa zote ziko wazi. Mtu yote anapokuwa na manunguniko, kuna mechanism ambayo imewekwa ya kutatua ile changamoto. Lakini mtu akiwa hana good governance, hata kuwa na uwazi na wala hata wajibika, neno lake litakuwa ni la mwisho. Upendo na amani. Sasa sisi wana amani tunasema hivi, watawala wawajibike na wawe wawazi. Wanasiasa wawajibike na wawe wawazi. Migogoro mingi inayotokea ni kwa sababu ya una watu wanaweza kupigana juu, wanasiasa wanapewa ruzuku. Na hizo ruzuku zinawasaidia kuendesha mambo yao. Sasa unaonaje kwa mfano kama kiongozi wa chama au na wasaidizi wake hawawezi kuweka wazi mahesabu ya chama? Lazima itasababisha vurugu. Maana kuna watu wengine ambao watasikia kutokuridhika, na wasiposikia kuridhika, mgogoro unaanza. Na mgogoro ukaanza, amani inatoweka. Amani inatoweka, inaathiri kile kikundi, lakini kile kikundi pia ujue kwamba kina affiliation au kina muungano na watu wengine ambao hahusiki na ile jamii. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba jambo linaanzia hapa, linatanuka, lilianzia ndani, linatoka nje, amani inatoweka. Sisi wana amani tunasema hivi, wazi na uwajibikaji chini ya utawala bora ni tunu ya taifa. Tunu nyingi, dini mbalimbali, amani na upendo. Na mara nyingi nimalizie katika jambo hili ya kwamba mara nyingi tunaposema good governance inakuwa na matawi mawili tu. Utawala bora wote unaangalia maslahi ya taifa, na utawala bora wote unaangalia maendeleo ya nchi. Basi tunapozungumzia katika siasa tunaangalia public interest, na tunapozungumzia katika serikali tunaangalia development of the citizens. Yani namna gani wale watu ambao unaongoza wataendelea. Ni mtawala gani ambaye anaweza kuona watu wake hawaendelee baada na furaha anasema ya kwamba mimi ni mtawala? Hapana. Kwa hiyo good governance ina hayo matawi mawili. Tunu ya 4, nimejumlisha tunu zile mbili kwa wakati mmoja. Tunu ya 4 tunaita ni uzalendo au patriotism. Uzalendo ni nini? Nilipokuwa najaribu kuchunguza kwenye kamusi, inasema hivi, ni hisia zenye nguvu ambazo zinaashiria upendo na utii kwa taifa. Yani inasema ni hisia zenye nguvu, strong sense. Yani mtu anakuwa na strong sense kwa ajili ya taifa lake, na anaonyesha hiyo strong sense kwa njia ya kulipenda taifa na kutii mamlaka zilizopo pale. Hiyo ndio maana uzalendo, na hakuna kitu kingine tena. Na mzalendo wa kweli yuko tayari kulipa gharama yeyote, mradi ahakikishe ya kwamba nchi hii anayoipenda au taasisi anayoipenda au dini anayoipenda au jamii anayoipenda inasimama na wala haivurugiki. Sasa sisi wana amani tunasema hivi,
Kiongozi ambaye sio mzalendo hafai kuongoza. Na kiongozi ambaye anabadilika kutegemeana na nani anayekutana naye hafai. Nelson Mandela alipotoka kule gerezani miaka ile ya 93 kuingia kwenye uchaguzi wa 94 pale Afrika Kusini, alikwenda New York kule, aliitwa na caucus ya Black American, yani wale wa Amerika weusi. Wana vitu wanaita town hall meeting, yani ile mnakutana kama hivi, mnaanza kuzungumza mambo ya siasa, mnamuuliza maswali kama mtu amekaa hapa. Mheshimiwa anafahamu naposema town hall meeting. Sasa wakamuuliza wewe, hebu tuambie, wewe unawachukia wa Marekani lakini unashikamana na Yasser Arafat, na huyu ni mtu mbaya sana, huoni kwamba utapoteza kuungwa mkono na wa Marekani? Lakini Mandela aliwaambia kwamba nisikilizeni vizuri, tena mnisikilize vizuri kabisa. Iko kwenye YouTube, wewe kama ni mtafiti unaweza kuipata. Akasema ya kwamba mimi ni kiongozi mwenye msimamo. Ninajua ninakotoka, ninajua nakoelekea. Na kiongozi yoyote ambaye anabadilisha values zake, yani anabadilisha misimamo yake kutegemeana na mtu gani anaongea naye. Yani kwa mfano akikutana na mheshimiwa hapa anabadilisha, unaipenda nchi yetu, anaipenda sana. Akikutana na Kabeka hapa, siipendi, huyu rais yuko hivi. Yani anabadilika kutokana na naye kutana naye. Huyu mtu hafai kuwa kiongozi. Na aliwafunga mdomo wale watu, hawakumuuliza swali tena. Kwa hiyo tunaposema patriotism, maana yake ni mzalendo ambaye yuko tayari hata kutoa dhabihu kwa sababu ya kukisimamia kile kitu ambacho anakiamini, ideally ile anayoiamini. Ndio maana ya uzalendo. Kwa hiyo nchi hii kama hii ya Tanzania, sisi wote ambao ni wazao tunaojizunia nchi hii, kama tukiamua kweli kuishi na hii dhana ya uzalendo, maana yake ni hivi: tutajitahidi sana kuhakikisha ya kwamba hii nchi tuliopewa iko salama. Tutajitahidi kuhakikisha ya kwamba tunapendana sisi kwa sisi. Lakini pia tutahakikisha kuona ya kwamba yale matakwa ambayo yanapendwa na raia wote, yani public interest, tutaizingatia, kuipromoti na hata kuifanya isonge mbele zaidi. Hiyo uzalendo sio swala la kusema mdomoni kama unaimba wimbo, hapana. Uzalendo maana yake ni dhana unayoiishi kwa sababu ya namba 1, mapenzi yako kwa nchi, namba 2, utii wako kwa nchi. Upendo na amani. Sasa sisi wana amani tunasema hivi, tuwe wazalendo. Viongozi wa kisiasa wawe wazalendo. Sisi viongozi wa dini tuwe wazalendo. Na nyinyi watu wa serikali muwe wazalendo. Maana unajua hii panga inakataga makali kuwili, inasukuma hivi, inasukuma na hivi. Huyu anatoka damu, huyu anaumia kidogo. Kwa hiyo tunaposema uzalendo, tuishi uzalendo. Naamini kwa Mungu atatusaidia sana katika nchi yetu. Naweza kuwapeni mfano mmoja katika muktadha wa dini zetu. Kuna mtume sisi tunamuita Paulo. Paulo alikuwa ni mtume, ni missionari wa kwanza. Wale wanazuoni wa dini walioko hapa wananielewa, wana theolojia. Huyo ndiye alikuwa missionari wa kwanza katika maandiko. Ukiacha hawa wanafunzi wa Yesu ambao walienda huku na huku baada ya mateso. Lakini namzungumzia huyu kwa sababu hata rekodi za kitheolojia zimeandika habari yake. Alifika kwenye mji unaitwa Athene katika ile sura 17 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, akawakuta watu wanaishi lakini wameandika kwenye mabango yao kwamba kwa Mungu asiyejulikana. Hiyo ikawa ni mada ya mjadala. Kabeki sumo ukinitambulisha, ukinitembelea nitakufundisha kidogo jambo hilo kidogo ili Shalmasi anasemaga anaandikaga notes zangu, akifika msikitini analipuka. Watu wanasema Allahu Akbar. Kumbe amekopa kwa Bishop Sekelo. Tunajazilizana wote tu namna hiyo. Hata mimi wanakopa mengine kwa Kabeke, hata kwa Shalmasi ndio hivyo. Sasa Paulo alipofika pale, aliposema nimeona ubao unasema kwa Mungu asiyejulikana, ikawa ni mada ya mjadala. Wasomaji wa Biblia wanafahamu. Lakini mwisho alipewa nafasi ya kuzungumza kwa Areopago, atetee hoja yake hiyo. Na katika kuitetea alisema ya kwamba, nisikilizeni ndugu zangu, alikuwa anazungumzia uzalendo. Anazungumza, mimi nijuavyo, Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyopo, tuvionavyo na tusivyoviona. Huyu Mungu amewaweka watu makundi mahali na akawawekea mipaka yao, akawapa na lugha zao ili waishi na kujitawala kwa kupanda maeneo yao. Maeneo mengine nimeparaphrase, lakini keynote ni hiyo ya kwamba kila watu wana mipaka yao, kila watu wana jamii yao. Hiyo ni nini? Maana alijaribu kuwatazamisha ya kwamba uzalendo wa kweli unaanzia mahali ambapo Mungu amekuwekea mipaka ya kuishi, mahali ambapo unaitwa ni kwako.
Uwezi kwenda kuonyesha uzalendo Kenya, baba yangu Rajabu. Uwezi kusema ukaenda Uganda ukasema kwamba mimi ni mzalendo wa Uganda, na wewe ni mzaliwa wa hapa Magu. Haiwezekani. Uzalendo wa kweli unakuwa practice katika nchi ambayo umezaliwa. Kwa hiyo sisi kama tunataka kupunguza migogoro, viongozi wetu wa siasa na serikali wanaposema neno uzalendo, wawe na uzalendo wa kweli. Wanachokisema wanakiishi, wanachokiishi wanakisema. Sio kama wazungu wanasema ya kwamba you preach wine, you drink water. Yaani wewe unazungumzia wine lakini unakunywa maji. Hivyo ni vitu vile ambavyo haviwezi kwenda kwa pamoja. Hiyo ni moja wapo ya tunu ya taifa. Tunaelewana ndugu zangu eti? Hii ni tunu ya ngapi? Hii ni tunu ya 4. Na tunu nyingine ambayo ni ya 5, ni ya 5 au ya 6? Zile mbili niziunganisha, kumbukeni. Hii itakuwa ya 6. Haya ni uadilifu. Uadilifu. Hapa nataka nizungumze kidogo, maana neno hili uadilifu, ukizungumza uadilifu kwa mtu ambaye sio mtu wa dini wa imani hawezi kukuelewa. Lakini ukilipanua neno uadilifu katika muktadha wa makundi na taratibu watu ulizojiwekea, neno uadilifu linaonekana linaeleweka zaidi. Lakini mimi ningetumia zaidi neno hili kutungesema Kiingereza rule of law. Rule of law maana yake ni utawala wa sheria. Maana uadilifu wa aina yoyote lazima msingi wake uwe ni utawala wa sheria. Hakuna uadilifu ambao unajengwa hewani tu. Mimi mwadilifu, ni mwadilifu kwa jambo lipi? Maana mtu mwadilifu anakuwa ni mwadilifu kwa taratibu zilizowekwa, sheria zilizowekwa, mambo yaliyowekwa ambayo anatazamiwa ayaishi na kuyatii. Sasa akifaulu huo mtihani ndio tunamuita ni mwadilifu. Kwa hiyo uadilifu haujengwi hewani. Sasa kwa nini hii ni tunu muhimu sana ya taifa? Ni tunu muhimu sana wa taifa kwa sababu inayahusu makundi. Mimi niyaseme tu makundi kama 3. Lakini labda kabla sijasema makundi 3, nieleze uadilifu unajengwa katika misingi ipi, nikiweka kama summary ya jamii ambayo tunaiishi. Namba 1, uadilifu wote wa kitaifa unajengwa na katiba ambayo inaongoza ile nchi. Uwezi kusema wewe ni Mtanzania mwadilifu wakati haufuati yale ambayo yamekubaliwa katika katiba ambayo ndio inaongoza nchi yenu. Kwa lugha nyingine ungesema kwamba huu ndio msahafu. Unampimaje mtu kuwa ni mwadilifu? Unampima mtu mwadilifu kama anayafuata hayo ambayo kwa ujumla tumekubaliana kama nchi yafuatwe. Asipoyafuata, hata kama angelikuwa ni kiongozi wa juu wa serikali, amevunja uadilifu. Amevunja uadilifu kwa sababu, kwa mfano tunapozungumzia katiba, hiyo ndio sacred book katika politics au katika good governance. Ndio kitabu pekee. Hizi zingine ni sheria ndogo ndogo zinawekwa, hizi zinaitwa bylaws ndogo ndogo hizi za kutokana na mambo yatakao. Lakini ile sheria mama ambayo wote hata inaweza kushindaniwa mahakamani, unaona hata nchi zingine zimeunda wanasema ni mahakama ya kikatiba. Mimi sio mtaalamu sana, mheshimiwa hapa anaweza kueleza mahakama. Maana yake ni kwa mambo yakishindikana kabisa kote huko, mambo yanapelekwa katika mahakama ya katiba. Malawi wana hiyo mahakama ya kikatiba. Kwa mfano watu wakigombana sana kule kwa chini kule, mwisho wanaishia katika mahakama ya kikatiba ambayo inatoa maamuzi yote. Inatoa maamuzi yake kwa msingi wa hiki kitabu ambacho kinatoa mwongozo wa namna ya kuiongoza ile nchi waliokubaliana. Sasa tunaposema uadilifu, niseme kwa upande wa ndugu zangu wa serikali ambao ni wanatuongoza, tunatazamia sisi wana amani ya kwamba mtaifuata hiyo katiba, mtailinda hiyo katiba, mtaiheshimu hiyo katiba, mheshimiwa mgeni rasmi, na mtatufundisha hiyo katiba inavyofanya kazi. Ninyi wenyewe msio watu wa kuivunja. Ndio tutaona kwamba ninyi ni waadilifu. Maana sisi, unajua sisi, mimi wanawaambiaga, hata juzi ngoja nimwambia mkuu wetu wa mkoa, mimi sigombei cheo chochote serikali. Mimi ni raia mwema kabisa ambaye ninatii nchi yangu. Uwezi kunifuata unifunge, sijatukana mtu, sijagombana na mtu. Mimi nakunywa maziwa huko Busweru, najilalia huko, naenda kwenye kanisa langu. Sasa unanifuata unigombeze nini? Ila jukumu langu ni kuisaidia nchi yangu mimi na Kabeke mahali ambapo tunataka wasimame, waongoze vyema hii jamii ambayo wanaiongoza, isiwe na migogoro. Upendo na amani.
Si tunahangaika na amani, lakini ukweli amani hii tunaohangaika nayo wakati mwingine inavurugwa na hawa watawala wetu, kwa sababu tumejiwekea taratibu za kujiongoza. Mzifate, maana hiyo ndio nchi inayotuongoza. Alafu jambo la pili, tuache hapo serikalini, ujumbe wangu ndio huu. Lakini pia tunaposema utovu wa maadili kwa upande wa vyama vya siasa, vyama vyote vya siasa vinaongozwa na vitu viwili. Mimi sio mwanasiasa, lakini ni mtafiti. Vinaongozwa na katiba walizojiwekea, lakini na manifesto ambazo manifesto ndio sera eti ndio Irani zinazoongoza. Sera inakuwa ni nini? Ni policy. Unaona? Sasa chama chote cha siasa lazima kina mambo hayo. Kitakuwa kina katiba, kitakuwa kina sera, na kitakuwa na hizo kutakuwa na nini nyingine tumesema policy na sera. Maana yake ni kwamba ili mwanachama wa Chadema au mwanachama wa CCM au wa ACT Wazalendo aonekane kwamba ni mtunza maadili, ni lazima aziheshimu hizo sheria ambazo wamejiwekea wao wenyewe. Atahesabika kwamba ni mwadilifu kama akishika na kutunza maelekezo ambayo yameandikwa humo ndani. Sasa shida inatokea nini? Inatokea kwamba kama ni mtu ambaye anajiandikisha kama ni mwanachama wa CCM au wa Chadema au wa ACT, lakini anakwenda kinyume na makubaliano ambayo yana govern ile taasisi yao, kwa vyovyote vile kutakuwa kuna mabishano yatakayopelekea kupelekana mahakamani au kupigana ngumi. Na wakipigana ngumi, umeona wabunge wengi wanapigana ngumi kwenye mabunge humo, au watu wanakutana kwenye chama cha siasa lakini unaishia kukamatana mashati. Ni kwa sababu ukisikia hivyo, maana yake ni kwamba kuna mtu mmoja amevunja taratibu na mtu mwingine anaunga mkono ile taratibu mbaya. Watu wanashindwa kuelewana. Sasa sisi wana amani tunasema hivi, uadilifu ni moja ya tunu ya taifa. Wanasiasa wafate hayo ambayo wamekubaliana. Mwisho katika eneo hilo, taasisi za kidini zinaongozwa na nini? Nimesema serikali na viongozi wanaongozwa na katiba. Nimesema wanasiasa wanaongozwa na sera zao na katiba zao walizojiwekea. Lakini wanadini wanaongozwa na nini? Kwa upande wa Kristo tunaongozwa na msahafu unaitwa Biblia. Kwa ndugu zangu Waislamu tunaongozwa na msahafu unaitwa Qur'an. Tunaposema mtu sio mwadilifu kwa upande wa taasisi za kidini, maana yake ni kwamba huyu mtu amekwenda kinyume, kama ni Mkristo amekwenda kinyume na taratibu zilizowekwa katika kitabu chetu kitakatifu. Na kwa ndugu zangu Waislamu amekwenda kinyume na taratibu na maelekezo yaliyowekwa na Qur'ani takatifu. Huyu mtu akienda kinyume na hayo, amejiondoa katika sehemu ya uadilifu. Na kama akijiondoa katika sehemu ya uadilifu, maana yake atasababisha migogoro, atasababisha amani kutoweka, atasababisha watu wapigane. Ndio maana unaweza kushangaa hata kwenye dini huko. Dini zilikuwa ni makimbilio katika karne zile za mwanzo 12, 13, 14 mpaka 16 kabla ya matengenezo ya Martin Luther. Dini zilikuwa ni makimbilio ya wanasiasa. Wakiwa wana shida, watakimbia kwa Waislamu, watakimbia kwa Wakristo. Lakini siku hizi unaona mapigano yamo kwenye misikiti yetu. Ndugu zangu Waislamu, hayapo? Mapigano yamo kanisani. Ndugu zangu wa maaskofu na wachungaji, hayamo? Sasa unashangaa watu ambao walitengenezewa wakimbiliwe ni wana maadili, washika maadili, wao ndio wanavuruga maadili. Sisi wana amani tunasema hivi, nyinyi watu wa serikali muitii katiba ambayo tumejiwekea. Nyinyi watu wa siasa tiini zile manifesto zenu, sera zenu na polisi zenu. Lakini sisi pia watu wa vitabu tutii maelekezo ya Biblia kwa Kristo na tutii maelekezo ya Qur'ani kwa upande wa Uislamu. Hakutakuwa na magombano. Upendo na amani, dini mbalimbali.